بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Ndugu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka swala na salam zimwendee Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya mwisho, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabarak wa taala. Muhadhara huu ni mwendelezo wa muhadhara uliotangulia ambao ulifanyika katika mwezi uliopita, mwezi wa Rabiul Awwal, na sasa tupo katika Rabiul Thani, usiku wa tarehe 5 kuamkia tarehe 6, usiku wa Aljumaa kuamkia Jumamosi, ndani ya huu mwezi wa 4 mwaka wa 1445 Hijiria. Na kuhusieni ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabarak wa taala. Tutakumbushana baadhi ya dalili ambazo zinatutaka sisi kama waislamu kuridhika na kutosheka na yale aliyotuachia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tusiwe na tabia ya kuzidisha mambo katika dini. Mlango wa kuzidisha mambo katika dini ukifunguliwa, kufungwa kwake ni vigumu ndugu zangu katika imani. Wale ambao wamefungua milango mbalimbali ya bid'a, kuifunga imekuwa taabu, pamekuwa na uzito, na inafikia baadhi ya watu, baadhi ya mashekhe, kwa sababu wamekusha zua mengi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanaona aibu kukemea baadhi ya mambo, na inafikia baadhi ya viongozi wanaacha kusema haki kwa sababu asionekane kwamba atakuwa ni kundi fulani, kwa sababu lile ambalo huenda akalisema linasemwa na watu fulani, ili asionekane ya kwamba yeye si katika wale, anakaa kimya. Bid'a yafanyika, yupo hadhir wala hakemei. Na maamuma kama maamuma wanapata sehemu ya kusemea kwamba tulikuwepo na shekhe fulani, lakini hakusema, hakukemea. Kwa nini? Maamuma kama maamuma wanamuona yule kiongozi aliyehudhuria pale ana manzila fulani, ana nafasi katika dini ya Allah,
Kama jambo hilo lingelikuwa ni baya, basi shekhe angelisema. Kwa hiyo yapelekea shekhe kukaa kimya, uzushi unafanywa, anaacha kukemea mpaka anaondoka duniani. Bid'a bado inafanyika, wala hakuwakemea watu. Baya zaidi, unamfuata shekhe pembeni, wamfuata nyumbani kwake, wamuuliza shekhe, vipi masala fulani ambayo yamezushwa katika dini watu wanafanya. Unaona shekhe anakwambia ni kweli hayafai, au hilo jambo halipendezi katika dini yetu, lakini watu wamekusha lizoea muda mrefu, kwa hiyo kukataza tunashindwa. Na mwanadamu anakosa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kifo kinamkuta katika hali kama hiyo. Allah tunusuru na sifa kama hizo. Muislamu, ukiona haki, jambo fulani halifai, ulikuwa walifanya wataraji ya kwamba ni ibada au yafaa, ukakumbushwa na ndugu yako, unajiepusha. Waliacha lile jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, uondoke salama katika mgongo wa ardhi, usibebi dhima za watu. Watu hawaangalii hawa waliopo nyuma, hawa wanakufuata wewe kiongozi, unawapoteza na unafahamu ya kwamba haya ninayowaelekeza ni batil, si kweli, kwa sababu ya maslahi ya kidunia azaila, maslahi ambayo wakati wowote yatakuondoka. Kama nafasi ulionayo aliondoka mtu kafa, ndiyo wewe ukapewa hiyo nafasi, pia fahamu ya kwamba wewe utaondoka hapo, atakuja mwingine. Kwa nini ukazane katika uzushi? Kwa nini uwapoteze umma? Ndugu zangu katika imani, bid'a kama bid'a zipo mbalimbali. Kuna bid'a ndani ya swala, kuna bid'a katika mazishi, katika ibada mbalimbali kuna bid'a zimewekwa. Na Sheikh Al-Albani rahimahullah ana kitabu chake kinaitwa Qamusul Bid'a, amekiandika takriban ndani ya miaka 10, kitabu kikubwa, mujallad mmoja, Qamusul Bid'a. Kaeleza mambo mbalimbali ya bid'a ambayo yamezuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Shatibi rahimahullah, ambaye ni mmoja miongoni mwa maimamu wa madhhabul Maliki, Al-Imam Shatibi ambaye ndio jina maarufu, lakini yeye kama yeye anaitwa Ibrahim ibn Musa Al-Lakhmi Al-Gharnatus Usuli, ni mmoja katika wanachuoni wa usul wa ilmu ya usulul fiqh. Usuli al-Maliki, mwanachuoni wa
miaka ya 790 hijiria, maarufu Ash-Shatibi, katika kitabu chake Al-I'tisam mujalladi wa kwanza ukurasa wa 37 anaihadithia bid'a. Anasema ya kwamba البدعة الطريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. نهي تعريف إمام الشاطبي رحمه الله ukaiweka mezani, ukaanza kuchambua neno moja moja, ndio unakuta baadhi ya watu wameingia katika hiyo taarifu. Anasema ya kwamba albid'a, nini maana ya bid'a? Hapa anaelezea bid'a katika upande wa kisheria. Anasema at-tariqatu fi ad-din mukhtara'a, ni njia, ni utaratibu, ni mfumo katika mambo ya dunia. Hapana, fi ad-din, at-tariqatu fi ad-din mukhtara'a, ni mfumo fulani, njia fulani mukhtaraa, iliyozuliwa. Hiyo njia imezuliwa, imezushwa, imeanzishwa fi dini, katika mambo ya dini. Kwa nini hakusema katika mambo ya dunia? Mambo ya dunia mwanadamu yupo huru, amepewa nafasi ya sheria kufanya lolote analotaka, maadamu asendi kinyume na Qur'ani na Sunna na ijmaa. Mambo ya kidunia, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba antum a'lamu bi umuri dunyakum, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, nyinyi katika mambo ya dunia nyinyi ndio wajuzi zaidi. Mlango upo wazi. Lakini kwenye masala ya dini, masala ya dini kuna mipaka, na ndio lile kundi ambalo lipo wanajiita al-Qur'aniyuna. Wao wanajiita ya kwamba ni watu wa Qur'ani. Mambo mengine tofauti na Qur'ani usiwaambie. Jambo ambalo halimo ndani ya Qur'ani wanakwambia kwamba hapana. Waman asdaqu min Allahi qila waman asdaqu min Allahi haditha, nani mkweli zaidi ya Allah? Hamna. Ni kitabu gani ambacho kinasema kweli tofauti na Qur'an? Hamna. Kwa hiyo wanakuambia kwamba tunatosheka na yaliyomo ndani ya kitabu cha Allah, Qur'aniyuna. Usiwaambie mambo ya hadithi. Hao wanajisumbua. Hauwezi ukaishi, huwezi ukafanya ibada bila kufuata hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qur'ani na Sunna ni vitu viwili mutalazimaini, vipo pamoja, haviachani hata kwa sekunde.
uwezo ukasema ya kwamba mimi natosheka na Qur'ani peke yake, wewe utakuwa ni muongo. Utaswalije? Mwambie wewe ni Muislamu, ndio. Wasema wewe ni Qur'ani tu, ndio. Utaki hadithi usiniambie. Suna swali alfajiri we, naam. Rakaa ngapi? Rakaa 2. Nionyeshe ndani ya Qur'ani kuswali rakaa 2. Hatopata aya. Ili upate usahihi wa rakaa 2 katika alfajiri, lazima urejee katika sunna. Tumeswali magharibi rakaa 3, tumepata wapi? Ni kwenye sunna. Kwa hiyo mwanadamu kama mwanadamu ni lazima, sio khiari, lazima aendeshwe na muongozo sahihi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio aliyeteremshiwa Qur'ani, yeye ndiye anaifafanua Qur'ani kwa vitendo. Amekabidhiwa swala, yeye ndio anapita mbele, anaswali. Maswahaba radhiyallahu anhum wanamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam namna anavyoswali. Katika hadithi ya Abu Juhaifa radhiyallahu anhu warda, kaipokea Imam al-Bukhari rahimahullah katika sahihi yake, anasema ya kwamba sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona nikiswali. Kwa hiyo mfumo wa ibada ya swala tunautoa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mambo ya hija, ibada ya hija, namna gani utafanya ibada ya hija? Kwamba atakiwa uanzie Mina, baada ya Mina uende Arafa, baada ya Arafa nenda Muzdalifa, baada ya Muzdalifa utarejea Mina Jamarati. Siku ya Idi utupe mawe 7 kwenye guzo kubwa limoja. Siku ya tarehe 11, 12, 13 ayamu tashriq utupe kwenye maguzo 3. Nani anayekuelekeza? Ni sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ni pote ambalo ni potovu, ambalo linajiita kwamba wao ni watu wa Qur'ani tu. Kwa Shatibi, al-Imam Shatibi rahimahullah anasema albid'a hiya tariqatun fi ad-din mukhtara'ah, ni njia, ni mfumo fulani uliozuliwa katika dini. Huo mfumo tudahi sharia, unafanana na vitu vya kisheria. Kwa sababu ya ule mfanano, watu wakapata mwanya wa kuzua mambo. Ukisoma Qur'ani mfano unapata thawabu. Ameeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi, yule atakayesoma alif lam mim, alif harfu, lam harfu, mim harfu. Kwa hiyo alif lam mim kuna herufi 3 na kila herufi moja ni thawabu 10. Unapata thawabu. Bismillahir Rahmanir Rahim kuna herufi 19 wa hakadha. Hadithi ni sahihi. Katika kuzua mambo sasa katika dini, mambo ambayo yanafanana na sheria, kafa mtu, zinaletwa juzuu, tunasoma Qur'ani. Unauliza, kwa nini mnasoma Qur'ani wakati mtu kafa? Naam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule atakayesoma Qur'ani herufi moja ni thawabu 10. Sasa hapa tunasoma nini? Sio magazeti haya. Haya ni maneno ya Allah, tunaisoma Qur'ani, tunataraji thawabu.
kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dalili ya kusoma Qur'ani na fadhila zake inaletwa katika khitma. Hoja, Mtume kasema herufi moja ni thawabu 10. Sasa unawauliza swali, Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa na mke au wake? Alikuwa na wake 11. Katika uhai wake amezika wake wawili. Kamzika Bi Khadija radhiyallahu anha, kafia Makkah kwenye makaburi ya Ajun. Mke wake mwingine Zainabu bintu Khuzaima radhiyallahu anha, kafia Madina, kaziko kwenye makaburi ya Baqi'. Kwa nini hawa wakeze baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwasomea Qur'ani na kuwatangazia maswahaba kwamba baada ya asri kuna kisomo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisomo au 40 kubwa ya Bi Khadija radhiyallahu anha? Hao watu wadogo wadogo maamuma ndio wanadanganywa. Unakuta maamuma anafatwa na shekhe, bwana mzee wako kisha fariki, muda unakwenda, jipange kuhusiana na hitima yake. Wewe uliyefiliwa ndio wanakuchocha uwalishe watu. Yule maamuma miskini anamwambia shekhe, shekhe, insha Allah niko najipanga panga, nimekusha kamilisha kiwango fulani lakini bado kiasi fulani. Shekhe anamuuliza kama ngapi hivi? Nipo kwenye 230,000 hivi. Jikaze. Shekhe anamnongoneza maamuma, hizo 30 za juu hebu nipe kwanza, nina shida nazo. Maamuma anampelekea shekhe 30,000. Wala maamuma haoji, haulizi shekhe ni za nini hizo unazitaka. Mtu amekuwa sijui na akili aina gani, wakati dini yetu ya Kiislamu ipo wazi. Ndugu zangu katika imani, shekhe kama shekhe akifanya jambo ambalo waliona ni geni, wewe Muislamu muulize shekhe. Wewe ni talibu ilmu, mwanafunzi, shekhe anafanya kitu fulani, amesema neno fulani, ndio mara ya kwanza walisikia, usione aibu, muulize shekhe, haya maneno naweza nikayapata katika kitabu gani? Akupe faida. Usinungunike, dini yetu ipo wazi. Ndivyo walivyokuwa wakiishi maswahaba pamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtume amekaa na maswahaba, ghafla Mtume sallallahu alaihi wasallam amesinzia, kimya, na akisinzia akiwa pamoja na maswahaba hawamuamshi, wanamwacha. Au akiwa wanaongea wakaona ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa kimya, hawamsemeshi, wanamwacha. Sasa ghafla amekaa na maswahaba, wakamwona amefumba macho, wakamwacha. Baada ya muda akashtuka Mtume sallallahu alaihi wasallam, huku anacheka, anatabasamu. Maswahaba wanamuuliza, ya Rasulullah, kipi kinachokuchekesha? Kwa nini watabasamu ya Rasulullah? Anawaambia maswahaba, punde tu, muda mfupi uliopita, ameshuka Jibril alayhi salam na akaniteremshia wahyi. Ebu andikeni. Makutabul wahyi, wale waandishi wapo hadhir kwa ajili ya kuandika.
andikeni inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Aya yote imeshuka. Kuna baadhi ya sura ndani ya Qur'ani zimeshuka, yani sura nzima kuanzia mwanzo hadi mwisho. Qul huwallahu ahad imeshuka yote. Qul a'udhu birabbil falaq imeshuka nzima. Qul a'udhu birabbin nas imeshuka nzima. Alhamdu imeshuka nzima. Tabbat yada imeshuka nzima. Idha jaa imeshuka nzima. Qul ya al-kafiruna imeshuka yote. Inna atainaka imeshuka yote. Araaita imeshuka yote. Liila fi Quraish imeshuka yote. Alam tara imeshuka yote. Wailul imeshuka yote. Wal asri imeshuka yote. Lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitab imeshuka yote. Inna anzalnahu fi laylatil qadr imeshuka yote. Idha zulzilatil ardu zilzala imeshuka yote. Wal adiyati dhabha. Hata sura kubwa kubwa Allah anaiteremsha sura jumlatan wahida. Katika mji wa Makka Mtume sallallahu alayhi wasallama anateremshiwa suratul An'am ambayo ina aya 165. Suratul An'am inashuka na malaika 70,000. Hawa malaika 70,000 wanashuka wakimshindikiza Jibril alayhi salam, wanaiteremsha suratul An'am. Malaika wanashuka wanatoa takbira na tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jumlatan wahida. Surati Yusuf aya 110 imeshuka yote kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa watu wa bid'a, ndugu zangu katika imani, jambo ambalo lina asli katika dini analitoa katika uasilia wake, analipeleka sehemu, kisha anajengea ndiyo dalili ya jambo lake. Kwa sababu Mtume kasema ukisoma Qur'ani unapata thawabu, na kwenye khitma vile vile. Ukimwambia Mtume kafisha, kwa nini hakuwasomea wake zake Qur'ani? Maswahaba wengi walifariki Mtume akiwa hai. Kwa nini hakuwasomea Qur'ani na kuwatangazia waumini waislamu kwamba kesho baada ya asri patakuwa na kisomo? Na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anayefahamu fadhila za kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, fadhila za kuisoma Qur'an. Taarifu ya Imamu Shatibi, albid'a hiya tariqatun fi ad-din mukhtara tudahi ash-sharia, inafanana na mambo ya kisheria. Yuqsadu bisuluki alaiha almubalagha, watu wanaozua mambo katika dini wana malengo gani? Almubalagha, wanachupa mipaka katika masala ya kisheria. Kama ni ibada, mtu anazidisha, na wengine wanaleta istihza. Ukivaa nguo ya sunna ipo juu ya fundo za miguu, unamwambia hii ni sunna, yeye anafanya mubalagha, yeye anarefusha, anakuambia acha mimi nifanye faradhi.
wewe fanya sunna, mimi nazidisha nafanya faradhi. Mtu analeta istihza. Kama kufuga ndevu ni sunna, acha mimi nifanye faradhi ninyoe. Na mambo kama hayo yanaweza yakamtoa mtu katika Uislamu bila kujijua. Mtu anaingia msikitini anaswali, lakini katika dairatullah, mbele ya Allah, mtu fulani si Muislamu, kisha atoka katika Uislamu muda mrefu bila kujijua, linakufa, tunakwenda kulizika, hatujui, kumbe nilikafiri, murtad muda mrefu, sababu ya kuleta istihza, kuleta shere, utani katika masala ya dini. Angalia katika surati Tauba, habari za vita vya Tabuk. Masahaba wametoka katika vita vya Tabuk, wanarejea katika mji wa Madina. Wanatokea baadhi ya watu, wanakwenda wanaongea, wanaambizana wenyewe kwa wenyewe ya kwamba ma raaina mithla haula arghabu buthuna wala alsuna wala akdhaba alsuna wala ajbanu inda liqa. Watu wametoka vitani, wanaambizana ya kwamba kwa kweli hatujawaona watu ambao wanapenda kula sana, na watu ambao ni waongo kwenye maneno, wala hatujapata kuwaona watu ambao ni waoga vitani kuliko mtume na maswahaba zake. Allahu akbar. Mmoja katika maswahaba akasikia yale maneno, nafsi ikamchafuka, akasema siwezi nikavumilia haya maneno. Anawaambia wale watu, wallahi nakwenda kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna mnavyosema kwamba mtume na maswahaba zake wanapenda kula, ni waoga katika vita, pia ni waongo. Mtume ni muoga. Katika vita vya Uhud katolewa meno, kafa akiwa na kovu katika bapa lake la uso Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mihjan, chuma kimeingia, kisu cha ncha kali, ncha mbili, kimeingia katika bapa la uso la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaja Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, anavuta kile chuma hakitoki kwa mikono, ikabidi Abu Bakar ang'ate na meno. Unasema ni muoga Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sangelibaki nyumbani kwake, singelitoka vitabu, lakini kafa na makovu alayhi salatu wassalam. Anashushiwa heshima kwamba ni muoga vitani, kazi yake ni kula yeye na maswahaba zake. Yule sahaba akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na lile kundi la kinafiki ambalo limesema hayo maneno likafika pale, linamwambia Mtume, ya Rasulullah, anayesema fulani ni muongo, si mkweli. Sahaba anajisikia huzuni kwamba maneno aliyomwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama hawa wanasema kwamba ni ya uongo. Lakini baada ya muda Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha aya kwenye Tauba, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah anawafedhehesha wanafiki. Sema ewe Mtume kuambia hivi, Allah na aya zake na mtume wake ndio vitu vya kufanyia shere? Mmekosa mazungumzo hadi kumsema mtume anapenda kula,
Haya maneno ni mepesi kwenye ulimi kuyatamka, lakini angalia katika upande wa sheria. Allah anamwambia mtume awaambie wale watu, la ta'tadhiru, hakuna udhuru mtakaotoa, qad kafartum ba'da imanikum. Allah ndiyo anathibitisha kwamba nyinyi mmekwisha kuwa makafiri. Mwanzo mmekuwa ni waislamu, mmekuwa na imani, lakini kwa sababu ya maneno yenu si waislamu tena, ni makafiri. Na ndio wale ambao wanakejeli sheria za mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtu una ndevu za kutosha, unakwenda sehemu, hata katika familia, najisikia mwili upo sawa, nataka kuoga, maji yapo, umeandaliwa maji, hamna sabuni ipo, lakini hayo mandevu yako yatamaliza hii sabuni. Allahu akbar. Unakejeli kitu alichokuja nacho mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba hayo mandevu yako hayo. La ilaha illa Allah. Bismillahir rahmanir